Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Mfalme, tazama ni wakati chema tumerudi kwako, tunakuabudu na kushuhudia, tunasema unastahili. Asante kwa ajili ya wakati tumekwama katika neema yako, kwa ajili ya kutafuta uso wako na kwa ajili ya kutenda yaliyo haki machoni mwako. Ututakaso tufungue kwa ajili ya neno lako, ututangulie kwa kila jambo. Kristo tamaraki katika nyumba yako, fungue wengi kwa ajili ya kushika na kuelewa. Asante kwa ajili ya dakika hii, itumie kama chombo chako, niongoza vile upendavyo. Nimefunga kila maroho sangani, usimuni changua na nchi kavu, zenye zinaweza kuinuka kinyume cha neno. Katika jina la Yesu sipata kushindwa. Kristo waachie neema na upako wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana anunuliwe. Amen. Ni wakati mwema, Bwana anahitaji tumtumikie. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni wakati Bwana anahitaji tumtumikie wakati huu, ndio ndiposa apate kuinuliwa katika maisha yetu. Tunaenda kujifunza katika maandiko matakatifu. Mathayo mtakatifu 16 kuanzia 9 mpaka 20. Ni Mathayo mtakatifu, Matthew 16 verses 9 up to 20. Bwana Yesu apewe sifa. 9. Maandiko yatuambia hivi: hamjafahamu bado, wala hamkumbuki ile mikate mitano ya wale 5,000 na vikapu vingapi mlivyo okota 10, wala ile mikate 7 kwa watu 4,000 na makanda mangapi mliookota. Imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mikate na wapia, ila jiadharini na chanjo ya Mafarisayo na Masadukayo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii ni wakati Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa na wanafunzi wake kwa ajili ya kuliendesha neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo hii ni wakati alipokuwa anawachuliza wanafunzi wake vile wanaweza kukaa katika imani, vile wanaweza kukaa kuendeleza kazi yake katika njia za imani na uvumilivu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Kwa hivyo Yesu akawaambia wanafunzi wake hawajatambua ya kwamba yeye alitenda ishara, wakakula wakashiba, na baada ya kushiba mapaki kapaki. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia sio hiyo tu ile ya mikate naongelea, lakini wajiadhari na chanjo ya Mafarisayo na Masadukayo. Mafarisayo na Masadukayo ni wale watu walikuwa wanajiita ni Wakristo, lakini hawatendi kulingana na mapenzi ya Bwana. Wako katika kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Wako katika mahali pale wanasema Yesu wako, lakini hawaendi mienendo ya Yesu Kristo. Hawaendi vile Yesu Kristo anataka wafaa. Ndio Yesu Kristo akaambia wanafunzi wake wajiadhari na chanjo ya Mafarisayo na Masadukayo. Kwa hivyo wakati alipomwelezea kwa vile chuni ya chakula, hakumaanisha chakula ila tu, aliwaambia wajiadhari na wale wanaolitacha neno la Bwana lakini hawatendi kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo kila mahali huko unasikiliza hii neno, lazima ujue ya kwamba kanisa ni pahali inabeba kila aina ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wa kutii, kuna wale wa kubuuza, kuna wale wa kutenda kulingana na mapenzi ya Bwana, na kuna wale wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Lakini na wachuliza wapendwa, usikae kwa Yesu Kristo kwa ajili ya wakati. Mhitaji leo, kesho na kesho kutwa, hata milele, kwa sababu yeye aokoa, ufufua na uponya. Hii ni wakati tunaenda kutarajia yaliyo mema, ikiwa wewe utamwabudu katika roho yake na ukweli, ikiwa wewe utakaa katika neno lako ukidumisha wokovu wako, kwa sababu hakuna wokovu naweza kudumishwa kama hakuna neno ndani yako.
Neno ndiye naweza kufanya wokovu wako ipate kukua vyema. Kwa hivyo ni vyema Mkristo mwema mahali yako akae katika neno. Kwa sababu kila wakati ukikaa katika neno, ukiwa unasoma maandiko ya Bwana inakutia moyo katika safari. Kwa safari tuliyo nayo ni zito. Na katika safari hii kuna mapigo mengi. Kwa hivyo wale watakaosimama katika neno ni wale watakaotii na kufuata sheria za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Kwa hivyo ni heri kutii sauti ya Bwana kuliko kupuuza. Kwa hivyo kuwa mtu wa kutii na kutenda yaliyo mema. Kuwa mtu wa kukaa mstari mbele kumtafuta uso wa Bwana. Usiku na mchana yeye anajua mahitaji yako yote. Lakini mwambie Bwana, nahitaji kukuona. Nitokapo niingiapo wewe nikuone peke yako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo ni wakati Mkristo unafaa ujiulize unatoka wapi unaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali huko ulianzia wapi na unaendelea wapi? Kama umekwama katika kwa njia mpya, Yesu Kristo akupatie nguvu. Na kile utakapomhitaji yeye ndiye atakupea. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie Baba, nataka nguvu zako. Nataka rehema. Nataka uninue katika njia zilizo haki na ukweli. Nataka unifundishe nijue kunyamaza kwa yale yaliyo maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Piga sauti na vigelegele kwa ajili ya kazi ya Bwana. Yeye anahitaji tumuinue. Ndio yeye ainuliwe katika ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye aliambia wanafunzi wake ya kwamba mjihadhari na chacho ya Mfarisayo na Masadukayo. Kuna wale wanataja ya kwamba wanamjua lakini hawatendi mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukiamua katika hii safari ya wokovu, lazima ujitie katika neno, ndiye neno wokovu wako ipate kuinuliwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukiri ndani yetu, sio katika dini, tukiri ndani yetu tukijua kwamba yeye ako. Na yeye ndio muweza vyote. Ukimtaka utamuona wakati utakuwa na imani na katika njia za kumwabudu katika roho yake na ukweli. Kwa hivyo tutoe zile roho sisio muamini Yesu Kristo, tuwe na imani kwa kila jambo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kiwa wewe una kazi, kila mahali unaenda unakuwa na imani. Sio kusema wacha niende nibatize mahali fulani. Sema mimi nataka kuenda na chua Mungu hako nako hai. Kwa sababu alishinda kifo na mauti. Mahali inaenda unionekanio. Unachua na kula na nataka nikunywe na nataka watoto wasome na wafae. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka kuona uso wako kila mahali inaenda. Bwana usiache nipungukiwe na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna wale wako mahali fulani wanaweza kupiga imani yako katika maokeo mapovu ili ukurudisha nyuma. Hako mahali pale kwa ajili ya kupiga imani yako. Anakuambia tandumu tumefika katika ikambani, hatutawezana. Wewe kuwa na imani mahali pale utaenda, Bwana ataonekana lakini sio wewe. Ukienda mahali pale kwa shule, Bwana ataonekana katika masomo yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na kile unataka wewe Mungu akutendee, uache na mwingine umtendee vile vile. Usiwe mwingine wa kupiga mwingine vita, kibalili. Usiwe mmoja wao wa kupiga mwingine imani ndiye apungukiwe na imani. Tuwapae moyo ndio kazi ya Bwana isidi kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukiona yule hajachua njia, muweka apata ujua njia, ndiye neno la Bwana liinuliwe, liongezewe masiku tukiwa katika ulimwengu wa dhambi. Wakati wa vita na majaribio, Bwana uone ya kwamba ulifanya mwenzako akupotea, ulimuleta karibu na Yesu Kristo. Kwa mtu wa kuleta watu karibu na Yesu Kristo. Wala wajui njia walete karibu. Mahali uko katika kampuni upili neno. Mahali uko mado nakaa upili neno. Mahali unatendelea mwenzako mumpilie neno. Usiende kumpomoa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuwa mtu wa kumpatia neno iliyo chema mchenge, hata ikiwa alikuwa anapungukiwa akuone. Aone Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuwe watu wa kuchengana. Mahali ukisafiri, ukienda mahali popote, ukienda hata ukiwa nchi ya ng'ambo,
hata kujua atamchua Yesu Kristo, mpatie neno. Kimpe neno na yeye atamchenga, itambadilisha, tongesewa masiku. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio naona ya kwamba maandiko yatuambia ya kwamba yeye alikulisha watu 1000. Na baada hao watu walikulisha wote, baada ya ile alikulisha chakula alikuwa naye kidogo, lakini kwa ajili ya neema ya Mungu ikabarikiwa ikawa mingi, wakakula na wakapakiza. Kuonyesha sana ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na nguvu katika ulimwengu wa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Kila mahali anaenda alikuwa anatenda ishara. Lakini ukiona wale wanafunzi na ule umati wa watu, umati ulimwandamana kwa sababu washibe. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakumwandamana kwa ajili ya kujitambulisha neno la Bwana ndani yao, walienda kwa ajili ya tamaa zao. Ndio maandiko yanatuambia akawaonya wanafunzi wajiadhari na Mafarisayo na Masadukayo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo kila mahali anapotembea Bwana huonekana. Kila mahali Yesu Kristo alikuwa anatembea, Mungu huonekana kwa njia tofauti. Hiyo ndiposa ile umati wa mati ipate kujua kwamba Kristo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Katika njia hiyo wengi waamini na wamtambue huyu Yesu Kristo na wasidi kufanya ile kazi alipokuwa amefanya. Kwa hivyo ni wakati mwema wewe Mkristo ama wewe mpendwa mahali huku, ujue ya kwamba Yesu anakuhitaji. Anataka njia zako zikuwe safi, ndiye akukumbuke wakati wa mateso na macharibio. Na manisache nikisema njia zako sikie leo, ubadilike, ukubali kubadilika. Ukionywa, ukubali kuonywa. Bwana Yesu apewe sifa. Na wale maandiko yatuambia wale wamelemewa na mzigo waende kwake atawapumzisha. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo kwa ajili alishinda vita, akashinda kifo kwa ajili yako na yangu. Hakuna haja ya kuwa na mzigo ndani yako. Upe yeye atakupumzisha. Hiyo tuendelee katika injili. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 12 atuambia ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chanjo ya mikate, bali mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Sio wengi wanaokubali neno la Bwana. Kuna wale wanaopinga vile awali nawaambia. Kuna wale wakisikia wanasema ni kawaida tunasikia. Lakini hawaliamini neno la Bwana. Lazima uliamini kwa sababu ndio chakula yetu ya kiroho. Ukikaa katika neno la Bwana na kuchenga na kuinua, katika njia zako unakuwa na afya. Katika njia zako ukulinda na kupigania. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna wale wako mahali fulani wanaweza kupomoa injili ya Bwana ama kupinga imani walio nayo ya Kristo. Kwa hivyo usikubali upatie Shetani nafasi ili apate kukupomoa katika imani ulio nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ulisimama katika imani ya Yesu Kristo, kaa nayo sasa hata milele. Kwa sababu kuna Mafarisayo, Masadukayo wanakuja na njia mingi. Wanaweza kuja katika macharibio kwa nyumba yako. Wanaweza kuja katika macharibio kwa kazini. Unaweza kuwa mkutano fulani ya kuja na kupinga. Aongea mambo mengi ya kukwaza, lakini jua ya kwamba Kristo ako hai. Yeye atakutetea mpaka wa mwisho kiwa wewe utamtetea. Simama katika neno, muinue hiyo Yesu Kristo usiku na mchana. Mwambie Baba sitakuacha, lakini chunga imani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ndiye atakulea na kuchunge. Utasikia mengi, lakini mwambie Bwana liingie na kutoka huku, lakini lako chicha likae ndani yangu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiingia mengi ya kuongelea juu yako, ya kupomoa juu mahali huko, ambia Bwana ufanye nini? Unipatie nguvu ya kusimamisha neno ndani yako. Ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa.
Hakika ukimuita usiku na mchana hata kuachilia, lakini anahitaji wale wanaomuita katika roho yake na kweli. Wale hawana madoadoa ndani yao, wale hawana chuki, hawana wivu, wale wanaompea wenzao na kuwaparikiza. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa ndio anahitaji. Watu wanaompea na kuwaparikiza, kwa sababu kazi nyingine yeye atatumalizia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Ukumbuke ulitoka wapi na unaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Hii safari wapendwa tulio nayo ni safari inahitaji nguvu na imani na uvumilivu. Katika hii safari tunahitaji sisi zote tusikane mikono, tuombee taifa, tuombee viongozi, tuombee leaders wa kanisa, tuombee watoto wetu wakubwa na wadogo. Na sisi sote tuambie Bwana utupatie nguvu ya kutuinua katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiombea haya yote tu, Bwana atakubarikiza na atakuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Ijalisi ni miaka ngapi umeomba ukidumu katika neno. Wewe sidi kuomba kwa sababu namba yako itafika ya kukuinua. Wewe sidi kuomba kwa sababu ni wengi wanahitaji kubarikiwa. Usiwe ukiomba ukinungunika. Kwa mtu wa uvumilivu. Bwana anataka mwenye ukaa katika uvumilivu. Kwa mtu wa kuvumiliwa na kusoma neno. Niambie unaomba kuanzia Monday mpaka Friday, lakini uchawahi kufungua Biblia na ifungue hapa Sunday. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wacha hii Biblia kuwe mkao wetu. Na katika hii Biblia ichenge imani yetu. Utaweza kupitia mistari 2-3 ukiwa na mhangaiko na usuni ikuvuvue. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mtu wa kujua kusamea ukiwa na hii neno. Usio mtu wa kwenda na kupomoa wengine. Kuna kazini, penda wenzako. Mahali huko, penda wenzako. Usio mtu wa kuunganisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo Bwana anahitaji watu wanajua kunyamaza, lakini kwa neno lake wanapiga sauti. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mstari wa 13. Maandiko yatuambia hivi. Basi Yesu akaenda pande ya Kaisaria vile, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu, watu unena, akawauliza wanafunzi wake wakisema, watu unena mwana wa Adamu huwa ni nani? Wakasema, wengine unena yu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, hao mmoja wapo wa manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba Yesu Kristo wakati alienda katika njia za Galilaya, aliuliza wanafunzi wake vile mwenendo wameenda, watu unena yeye mwana wa Adamu ni mwana aina gani? Walimpatia jawabu mbalimbali. Na wengi wanaweza kujaribu katika imani, wakikuuliza kwamba wewe imani yako iko wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kumjibu kulingana wito wako, kulingana imani yako umeiweka wapi. Tusije tukampapasa huyu Yesu Kristo. Tukue na imani ya kudumu. Tuwe na imani ya kuendeleza injili ya Bwana. Tuepukana na maovu na vitina na mambo yasiyofaa mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimwasi ni kama kumrudisha kule msalabani. Anaona yale mateso yote aliyopitia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mahali upo ujue kwamba Yesu anakuhitaji, anakupenda katika safari hii. Na anataka ukuwe na imani, uvumilivu na mtu wa kupenda watu wote. Maandiko yatuambia kwamba upendo ufuta maovu, ufunika maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila wakati mahali yako huko ujue kwamba kuwe na upendo. Unaweza kuwa na upendo kwa ule mganga sio kufanya bila anayofanya, lakini unakataa tabia zake, lakini unampenda ili kutimiza amri za Bwana. Unampenda, ukimwonyesha upendo, utabadilisha upendo wako, utabadilisha fikra zake zote ili akupali hata yeye kuokoka mama wewe.
Kwa hivyo upendo hufunika maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Mnielewe vyema, sijasema ya kwamba usikane na yeye na ile tabia aliyo nayo. Mpende ndio funike maovu. Akiendelea kuona upendo ulio nayo, anasema kumbe watu wa Mungu wanakuanga na upendo. Na mimi natamani kuingia katika ile hema ya Bwana mahali popote ndio nikae na upendo. Tambadilisha. Kumpilia mwingine ili apate kuweuka katika njia zake, utampilia na njia tofauti. Ndio naambiwa ya kwamba kuwa na upendo na utumiza imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Maandiko yatuambia hodi. Wakasema wengi unena yu 15. Akawaambia nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Baada ya kumchibu kumwambia watu wanasema yeye ni Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye watu wanasema mahali wanapita ni Elia. Wengine wanasema ni manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia akawauliza wanafunzi wake, akawauliza nyinyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simon Petro akamjibu akasema wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui wewe mtu akicha ujaribu katika imani yako utamwelezea wapi? Atakwambia nilikuona mahali fulani, unaamini ache, ama katika dini yenu naamini nini? Wewe utamwambia ache, utasema useme nilikuwa napita, ama wewe utasimama na ile msimamo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mahali pale kulikuwa mtu mwerevu sana, alikuwa anaitwa Simon Petro. Akamwambia kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Aliye hai. Yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo huyu Yesu tunayeabudu, yeye mambo yake akisema anasema badiliki. Sio kama mwanadamu anakuambia nitakusuna suti ikifika Disemba na anafika anasema budget yangu niliona ni kidogo. Yeye akisema amenena abadiliki. Ndio kwa sababu maandiko yatuambia Simon Petro akamwambia yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo ikiwa umepokea huyu Yesu Kristo mpendwa, yeye hawezi akabadilika ndani yako. Unampokea na chuo kimpokea ukiwa na neno na imani, utakuwa na mapigo mengi mbele yako. Umilimo utaenda na maponde, utapata mengi ya kuuza katika imani na kupiga vita mbele yako. Lakini kitu nakwambia, kaa na uvumilivu. Pitia haya na uvumilivu kwa sababu tachi yako imeandaliwa. Kaa ukimuita Bwana usiku na mchana. Kimwambia katika hii safari naenda iko na vikwazo mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Jirani anaweza kuwa kikwazo. Mfanyikazi mwenzako anaweza kuwa kikwazo. Mfuasi mwenzako anaweza kuwa kikwazo. Bibi ama bwana ama watoto wanaweza kuwa kikwazo. Lakini ambia Bwana nipatie uvumilivu. Kwa hivyo Yesu Kristo anahitaji Wakristo walio na neno wakae katika uvumilivu. Kwa sababu ni mengi utakutana naye. Ukiwa kiuta kuna wale wanatumwa wakujaribu. Kuna wale wanatuma wakuja kupuuza neno lako. Kuna wale wanatuma wakuja kuangalia kweli unaona kama wewe ni nabii, injili yako imefika wapi. Kuna wale ukienda kazini wanaweza kupinga imani yako. Wanasema haya ni manabii waliokuja wapya. Wakwambia una imani, uabudu Mungu, wanapigana neno lako. Kuna wale kiwa wale ni manabii, wanaweza kukujaribu waone kwamba unaona. Lakini wale wao kwa wale wanaokuja kujaribu viumbe vya Bwana. Wale wao kwa wale wanaokuja wa machabio kwa wana wa Mungu ama mitume. Kwa sababu ukikaa katika uvumilivu utaona ya kwamba hiyo ni kitu inakujaribu. Unacheka tu kwa sababu Bwana anakutambua. Anazidi kukuongezea hiyo. Yaani unaona ni kama kawaida. Magonjwa yanaweza kuja kwako ya kutataniza katika nyumba yako. Uone ya kwamba sio Mungu unaabudu. Lakini ile mpendwa hiyo magonjwa majaribio vitina na kutia nguvu katika safari. Kwa hivyo Mkristo inahitaji uvumilivu. Imani na uvumilivu. Ukae katika imani na uvumilivu. Ukae katika ukimwita usiku na mchana.
usame katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Yesu Kristo anahitaji Wakristo wa kusama katika maombi, wa kuombea wenzao. Bwana Yesu apewe sifa. Katika ulimwengu tulio naye kuna mtakatifu, kuna roho chafu na kuna Roho Mtakatifu. Na sisi kama Wakristo tunahitaji Roho Mtakatifu. Ukisikia kama wewe ni mpendwa ama mwenzako ulio mahali fulani, roho inakuongoza aende kujaribu mwingine, ujue hiyo sio roho Bwana ulio nayo. Uikatae, uepukane, utoke mahali pale. Kwa sababu roho ya Bwana sio roho wa kujaribu. Roho ya Bwana ni roho wa kusema amesema. Na ukienda mbele ya mtumishi wake ama mtume wake unaongea ujue ya kwamba uchaongea uongo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inulie. Kwa hivyo tunahitaji sisi sote tupate ukombozi ulio wa kudumu, sio wa ufungufungu. Kwa sababu ukombozi wa ufungufungu ni ule roho wa majaribio. Na roho wa majaribio sio msimu ukiingia mwanadamu kwa mtu wa kujaribia, kwa mtu wa kukwasa watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kioko mmoja wao umekwasa mtumishi wa Bwana, yeye yoenda haraka uitishe msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Msamaha inakubalika. Lakini yule achaona kosa lake hawezi akasamehewa. Yesu Kristo msamehe yule ameona kosa lake na amemrudia. Na yule anapenda kuonywa ndio mwana wa Mungu. Kwa sababu maandiko yanatuambia anahitaji wale wanaopenda kuonywa. Hata ukiwa na mtoto wako kwa nyumba ama mwanafunzi akiwa na mwalimu wake amuonye, arekebishe tabia wa Mungu. Wewe penda kuonywa. Lakini ukionywa, ukichinua, ujue kwamba umepoteza laini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati mwema wa kutafuta njia za Bwana. Mahali uko kazini, mahali uko katika nchi, mahali uko kama ni ng'ambo, mahali kila mahali uko. Usikue mahali uone ya kwamba umefika. Hakuna mtu amefika katika ulimwengu wa dhambi. Sisi sote tuko katika safari. Na hii safari inahitaji uvumilivu na imani katika maombi. Kwa hivyo tukae tukijua kwamba Yesu Kristo anahitaji roho zetu. Na atakuchenga katika nguvu ndani yake kwa wewe utachiachilia kwake. Utakubali kuonywa, utakubali kubadilika, utakubali kumuita Bwana usiku na mchana. Hiyo ndiposa njia zako sionekane zikiwa sawa mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maombi yangu na yako mahali huko, Bwana anahitaji ndio tuinue katika nchi yetu, ndio mabadiliko yazidi kuwa, ndio tupate kubarikiwa sisi zote. Bwana hataki watu waangamie, anataka watu watubu wamrudie. Bwana Yesu apewe sifa. Anataka mtu wa kutubu wa kumrudia kwa sababu anatupenda sisi zote, ndio kwa sababu alitukufia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia tumefika 17. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simeoni Bayona, kwa kuwa mwili wa Adamu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia heri Simeoni Bayona, kwa kuwa mwili wa Adamu hakuweza kufunuliwa yeye ni nani, isipokuwa Roho wa Bwana aliye juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bali Baba aliye juu mbinguni ndiye alimfunulia huyu. Kwa hivyo wewe ikiwa una neno ndani yako, uweze ukafunuliwa ya kwamba mmekutana na mtu aina gani. Mahali utaenda katika safari utakutana na nini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa kutafuta usawa. Kuna wakati dada mmoja alisudia juu, wakati Desemba moja alifikiria kwenda nyumbani. Akasema ya kwamba mimi nitaenda nyumbani, na akasema ya kwamba kwa vile naona fulani tuko karibu na yeye tutasafiri naye. Wewe ndio akamwambia nimekubali kusafiri, nikudrop na mimi niendelee katika hiyo safari.
Bwana Yesu apewe sifa. Yeye akiwa usiku ameomba amelala, alifunuliwa hiyo safari. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati alipofunuliwa hiyo safari akaona wameanguka na wamekufa wote. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunasema mtoto wako akikutendea ndoto, chukua muda ya kusikiliza hiyo ndoto. Lakini ndoto za siku hizi ni za kusangaza sana. Kwa sababu wengi wanaweza kuota vile wanakaa wakachadiliana juu ya fulani. Walikuwa katika masengenyo, wanafunuliwa usiku. Ndio kwamba roho wa Bwana anaweza akatembea kwa watu wenye vitina. Anatembea kwa roho wa Bwana wamejitakasa kweli kweli, na roho wa Bwana uingia ndani yao ufanye kazi. Wakati alifunuliwa hivi, alifika siku ya akaambia ndugu, hatutambatana nawe, mimi nitaenda siku nyingine. Kwa ndugu akakaa 30 minutes akamwambia, naona umeleta vikwazo katika safari, hatutaenda na wewe. Nitaacha hata mimi sitaenda hiyo safari. Hiyo kitu kilimsumbua sana, lakini alifika akashukuru Bwana kwa ajili alimfunulia. Wakati alikataa na yule hakwenda kwa hiyo safari, na kumwambia ni nini? Alimwambia nimepostpone, nitaenda wakati mwingine. Wakati alisifanya hiyo, alimwambia wewe dada umeleta vikwazo katika safari, sitaenda hata mimi. Umeona hapo? Lazima uangalie rafiki ulio karibu na yeye ni rafiki aina gani. Ukiwa kazini, ukiwa mahali huko, ujue ni rafiki aina gani. Ujue ni rafiki wa kukuongoza katika njia za Bwana ama ni rafiki wa kuwa kikwazo katika safari. Akiona umeinuka mahali huko katika kiroho, akiona Mungu anataka kukubariki, anakuta na njia za kukwaza. Yaani ako mahali pale kwa ajili ya kupigana na wewe. Lakini anakuambia Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini atendi kulingana na baba vile anatenda. Anakuambia lakini hatimizi. Hayo ndio maandiko yatuambia. Yesu akawaita hao ni Mafarisayo na Masadukayo. Wako mahali pale kwa ajili ya chambo. Hawako mahali pale kwa ajili ya neno la Bwana. Wako mahali pale kwa ajili ya kupomoa wengine wasiende katika safari. Wako mahali pale kwa ajili ya kutaka kitu fulani, lakini hawajasimama katika neno. Wokovu ndio waliopewa, ubatizo waliingiwa, lakini hawakupokea Roho Mtakatifu mwenye kuongoza. Ndio unaona ya kwamba Yesu Kristo akaambia Petro hivi, heri wewe uliotambua yote, kwa sababu Baba wa mbinguni aliyekufunulia wewe aliyekufunia hayo yote sio mwanadamu. Kwa hivyo usikubali mwanadamu akuongoze mahali popote ulipo. Ambia Bwana atawala akusafishe, na wewe mkubali yeye Yesu Kristo aliye hai. Usimame katika neno. Kila mahali anaenda anakujulisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kubali huyu Yesu Kristo. Yesu Kristo sio wa kubabaso. Yeye ni kusema akiamua ameamua. Akisema hii nitaichenga kwa siku fulani ataichenga. Yeye akinena ananena. Na yeye akinena muongojee ukiomba ukimshukuru Bwana. Umwambie Bwana haya yote umenena nami, usiache aende ili uyatimize. Hiyo jina lako litukuzwe katika hiyo chama. Wengi tulitabiriwa chua wokovu wetu, tutabarikiwa, tutapata hivi, watoto wataenda hivi, tutapata baraka mingi, tunaenda tuna rest. Tunatoa dhabihu, tunasahau kumwabudu Bwana. Ndio naona yaba baraka mingi asiabika kwa watu, kwa sababu hawajui vile wanasipokea wakisikia, hawajui vile wanaweza kusipokea na kuendeleza katika neno la Bwana ndani yao. Wanaongojea Bwana alinena na wanarelax, hawamuiti Bwana, wasidi kumshukuru usiku na mchana. Uwasidi ukimaliza hata wili mmoja unaambia Bwana nakumbuke kile ulinonena katika mtumishi wako. Sifa na shukrani sikurudie. Nimetaa hii kwa ajili ya kusimamisha hiyo chambo mpaka wakati huu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Simeoni alifunulia Petro kwa sababu kweli yeye hakuambatana na ufunuo wa ulimwengu, aliambatana na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Huyo papa mwenyewe aliye hai anapeana. Baba atapeana hiyo ufunuo kwake ikiwa wewe utachiachilia kwake na utakubali kufinywa na kurekebishwa. Lazima uwe mtu, usikuwe mkaidi. Hata ukiwa na watoto 5 kwa nyumba, utaweza kuona yule mtoto anakubali kubadilika. Ukimwambia kitu anatii, na kuna wale ukiongea nao wanapishana nao, hao baraka zao zinakuwa fupi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wanafunzi wote mahali tukubali kubadilika. Tukionywa na wazazi, tukionywa na mkubwa wetu,
Yoyote aliye mkubwa wako, tii na ubadilike. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ndio napata watoto wengi wanaanza kupishana na wazazi wao ama guidance wao kwa sababu hawajui kukaa katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitii mwanafunzi mahali huko, unajiongezea siku katika maisha. Katika masomo yako itaendea sawa sawa. Lakini ukibishana na mzazi wako, mkubwa wako, ni kama unaitisa laana. Kwa sababu ile miaka amekaa, sio ile miaka amekaa, hata uchafikisha nusu yake. Kwa hivyo kuwa mtu akitii. Baba akikwambia fanya hivi, sika mkono wako. Mkubwa wako akikwambia fanya hivi, sika. Mama akikwambia fanya hivi, sio kusimama kuanza kuchibiana nao. Utapokea baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna baraka utapokea ikiwa unaanza kuruchibiana na mzazi wako. Lazima umheshimu hao mzazi wako, hao mkubwa wako, hao kiongozi mahali huko, lazima umjibu. Hao manager wako, director, lazima umheshimu. Kwa sababu heshima inakubaliana. Lakini usipoonyesha heshima, umepoteza, umetuba bao pamoja na rada. Kwa hivyo lazima ukae ukiwa kwamba baba amesema, mkubwa wangu amesema, leaders amesema, kwa sababu imeandikwa lazima tutii. Kwa mtu mnyenyekevu, wa kutii, wa kutenda hata mahali huko kazini, kwa mtu wa kutii. Kwa mtu wa kurekebishwa, kwa mtu wa kubadilika. Sema vile nimeambiwa acha nifuate, nichuache. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ni wakati Bwana anataka tukae katika neno na tuwe watu wa uvumilivu na kutii kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo haya yote Simeon alifunuliwa kwa sababu alikuwa mnyenyekevu, kwa sababu alikuwa mtu wa kutii, kwa sababu alikuwa anakaa katika neno kwa imani na maombi. Ndio Bwana akamuinua. Na yote alimfunulia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ndio kwa sababu alimtambua. Lakini wale Mafarisayo na Masadukayo hakutambua huyo Yesu Kristo kwa sababu ya ukaidi wao. Kwa sababu ni watu waliokuwa wanakimbilia ishara na miujiza, lakini hawakutaka kukaa katika neno. Kama wewe mpendwa ukitaka kukaa katika neno mahali huko, lazima ukuwe mtu wa kunyenyekea na kutii sauti ya Bwana. Lazima ukuwe mtu wa kukaa katika neno. Kukaa katika neno ni kumaanisha usome neno lake, ufuate sheria zake, ujue kwamba Bwana anaweza. Yeye ubadilisha, yeye inua, ichalize ni mapito aina gani umepita, lakini anahitaji moyo wako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia 17, Yesu akamjibu akamwambia, "Heri wewe Simeon mwanayo, kwa kuwa mwili wa damu havikufunuliwa hili bali Baba yangu aliye mbinguni." Bwana Yesu apewe sifa. 18 yatuambia, "Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu italijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu halitashindwa." Nirudie maandiko mstari wa 18. Yesu akawajibu hivi, "Nami nawaambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu halitashinda." Bwana Yesu apewe sifa. Akamhakikishia, akamwambia, "Wewe Petro, juu ya mwamba atalijenga kanisa lake, wala milango ya kuzimu haiwezi kaishinda." Yesu Kristo alikuwa na maanishaje akiambia Petro atalijenga kanisa? Kanisa ni nani? Kanisa ni mtu wa roho ulio ndani yako. Bwana akichunguza, akituma malaika wake wakati wanafanya, wanaangalia roho yake inataka nani. Ukiwa katika kanisa mahali huko, inatukuza nani? Saa nyingine ukiwa kanisa unamwamini Bwana mahali huko, ama saa nyingine ukiwa kula kazini unabadilika unakuwa kinyonge. Akamwambia atalijenga kanisa lako. Bwana Yesu apewe sifa. Wala milango ya kuzimu halitalishinda. Yeyote anaweza kupigana Petro, hawezi akamweza, kwa sababu alikubali, aliona imani yake, aliona uvumilivu, aliona vile yeye aliyemtambua kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Akaona huyu ni mtu mwenye hekima ya juu katika utakatifu, katika uaminifu na katika imani. Na huyo kweli wakati alipokombolewa, alikombolewa kwamba hata kukombolewa tena. Alikaa katika neno na katika uvumilivu. Katika injili, katika neno la Bwana upitapo, ni mengi utakutana nayo. Lakini kuna wale waliochengwa juu wanapomoka, na kuna wale waliosimama katika neno.
Ndio hapa awali niwaambia usiwe kikwazo kwa yote. Kwa kasini mahali huko, ukiwa kwa mahali unaishi, unapokuwa watu wa kupomoa wengine. Wengi wanatoka kanisani baadaye ya kuenda kule kuhubiri neno, wanaenda wakipomoa wengine. Na hiyo ikui vizuri kwa sababu vikwaza yule alikuwa katika safari, mnakwazika nini nyote. Unahesabiwa wewe mwenye thabu kwa sababu yule aliyekwaza na kumkwaza njia yao ni moja. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaona ya kwamba wakati Yesu Kristo Simeon Petro alipomchibwa akamwambia atalichenga kanisa lake. Wala zile za kuzimuni ile mwamba ataweka ndani yake, hakuna mtu anaweza kuishinda. Kumaanisha ile imani atachenga ndani yake. Unajua Mungu akichenga imani na neno isidi kudumu, lazima ukubali kufinywa, lazima ubadilike, lazima ukue mtu wa kukaa katika neno kila wote, unajitenga na maovu na marafiki wale wanaweza kukuingiza katika njia za giza. Anaweza kukuambia umesumbuka muda mwingi, kanisa unaenda ikusaidii, kuja nikuonyeshe. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa huyu Yesu Kristo aliyemwachilia akaja akatukufia. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia Zaburi 15 ya kuambia yeye ndio Mungu anayekuja kufanya nini? Yeye atakuja kuhukumu. Yeye ndio Mungu wa miungu. Kwa hiyo hakuna Mungu mwingine ila yeye aliye hai. Kwa sababu alishinda kifo na mauti. Yeye alikubali kuja kutukomboa. Akamwaga damu kwa ajili yangu na yako. Kwa hivyo mpendwa, usikubali mrudize nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni Mungu aliye hai, aliyetuma mwanae ndiye kuja atukufie, kwa sababu ndio Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio, kwa sababu wakati Simeon alichibwa akamwambia kwamba atalichenga. Kwa hiyo ile imani ataweka ndani yake ni imani ile yeye mwenyewe Petro alitafuta uso wa Bwana. Kila mahali alikwenda alikuwa anasema anataka uso wake. Hakuhitaji utajiri. Sijasema utajiri ni mbaya, lakini hiyo wachi andamane na kazi ya Bwana unayofanya ili upate kubarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anajua anafaa watoto wakae vizuri, wakule vizuri, na ukae muda mrefu kwa ajili ya kutafuta uso wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndiye alimwambia atamchenga. Kwa hivyo ukitubu, ukienda mbele ya Bwana kwa makoti na kilio ya kiroho. Kwa sababu kuna kilio kingine inakuja kwa ajili ya kupiga kelele mbele ya macho ya Bwana. Yaani unalia kwa muda kwa sababu ile roho iliyo ndani yake mtakakitu, mtakachafu. Ile ya mahali pale ni spirit ya kwenda ya kumonitor wengine ili kuwapomoa. Kwa na hiyo spirit ikatae, ambia Bwana anataka spirit yako ya kuchenga wa Kristo, na yule alianguka wa kumuinua, na yule ajui njia emulete karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye aliambia Simon ya Petro, akamwambia nitachenga kanisa ndani yako. Sio kanisa ili ndani yake. Atasafisha aichenge, hata wale kutoka kuzimuni hawatamfikia kumtikisa. Bwana Yesu apewe sifa. 19 nami nitakupa wewe ufunguo wa ufalme wa mbinguni, na lolote utakapolifungua duniani itakuwa limefungwa. Utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani itakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna jambo aliahidi Petro, akamwambia pia atamupa. Sio ile tu atachenga kanisa ndani yake, kumwekea roho ya usucha. Akienda mahali popote anatetea huyu Yesu Kristo. Akitembea kila mahali anasimama akijua ya kwamba ni Kristo anamuita. Sijui wewe ukisimama unajua ni nani alikuita. Unabayuka. Unajua ukibayuka katika njia za Bwana Yesu atakuita. Inafaa utubu umrudie. Yule anaitwa sio mtu wa kutingiza, sio mtu wa kubayuka, sio mtu wa kubabasa huyu Yesu Kristo, sio mtu wa kwenda katika huko na kule kwa ajili ya vitina. Yule ameitwa ni wa kusimama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia pia atampatia ufunguo wa ufalme wa mbinguni. Chochote atakayofunga hapa duniani itafungwa juu mbinguni. Kwa hiyo atampatia uwezo na mamlaka wa kutenda. Na chochote atakayofungua hapa duniani hakuna mwanadamu anaweza kufunga. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio kazi Yesu Kristo alikuwa anaachia wanafunzi kufanya hapa duniani. Lakini wengi hatuendei kwa sababu tumechanganyikiwa katika safari ya wokovu. Tunakanyaga kule na pale.
tunapotea njia ya huyu Yesu Kristo. Tumefika tunaona tumefika. Tukiombea wokovu tunaona tumefika. Tukipata mali tunaona tumefika. Tukiinuka kidogo hata hatuchali watumishi wa Bwana, tunaona ni wale tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanatuambia yeye alipeana ufunguo. Kwa yule atakayemuamini na kushika njia zake na salia zake kama Petro, atampatia ufunguo. Yeye chochote atakayofunga hapa duniani, hata chuchu mbinguni atafunga. Yoyote atakapofanya nini kufungua hapa duniani, itafunguliwa chuchu mbinguni. Kwa hivyo akaamua kumpatia mamlaka kwa chini vile alichunguza imani ndani yake. Kwa hivyo Bwana alipatia mamlaka na ukaa katika kudumu naye, lazima achunguze imani yake. Imani ya ufugufugu, imani ya inakani uliyopokea wakati ulipookoka. Ni imani ya inakani, ni ile ya muda ama ni imani ile ya kuenda na kurudi nyuma kila wakati. Ni majaribio. Majaribio eweze kashinda yule anayemwamini Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ako ndani yake. Majaribio yanashinda kwa yule asiyompokea katika njia za imani na upendo kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ainuliwe. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndio Kristo. Alipomaliza hiyo ujumbe kupeana Petro, kwa sababu yeye alimtambua ni mtu nani. Ikiwa wewe unamtambua yule Yesu Kristo aliyo ndani yake, usikubali kufuruga mwenzako, usikubali kuwa kikwazo katika mahali huko katika kanisa, mahali unaenda katika kanisa. Wewe mtu mwaminifu, usikubali kupiga mwenzako vita baridi. Kaa katika neno. Kaa katika kupenda kila mtu. Ndio Bwana achitiriza katika kazi yake pata kuinuliwa ndani yake. Ndio naona ya kwamba wakati alipomaliza akawaambia msiambie mtu yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Asimwambie mtu yoyote ya kwamba ndiye Kristo. Kwa sababu wengi hawakumtambua. Wale waliotambua yeye walijua ni nini wanaendeleza katika neno. Lakini wengine walimtambua katika ishara na miujiza, lakini walikuwa wanataka hiyo sana miujiza, hawakutaka kumwamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mkristo, Bwana anakuhitaji katika imani. Anakuhitaji katika uvumilivu. Anakuhitaji ukae katika neno, udumu katika neno. Akusabise na kutakase mbele yake. Ndiye atakupatia ufunguo. Petro Simeon alipewa, ikapata kudumu ndani yake. Ufunguo ataweka ndani yake ikiwa wewe ni mtu umeamua katika neno. Sio mtu wa ufugufugu, sio na babasa, sio naenda na kupomoa wengine, lakini wa kusimama katika neno. Bwana wabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Baba, naja mbele zako asubuhi ya leo. Nashukuru jina lako Baba, nasema ni asante. Imekuwa ni mapenzi yako tumepatikana katika hekalu lako Baba kusikia neno lako Jehova. Naomba Jehova Roho Mtakatifu utawale, utakaze kila mmoja Baba asubuhi ya leo kwa sababu ya neno tutakaloenda kusoma mahali hapa Jehova. Roho yote kanisa Baba mahali hapa uondoe. Pango miovu ya Shetani yote ishindwe. Roho yote kanisa Baba uondoe. Umsaagiza sote Baba uondoe. Naomba Jehova Roho Mtakatifu utawale. Unitumie kama chombo, maana mimi ni chombo chako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi nyingine njema, tunamrudishia Mungu sifa na shukrani kwa kuwa ametulinda toka wiki iliyopita mpaka wakati kama huu tumeingia kwa hekalu lake. Bwana Yesu asifiwe. Naona wengi wenu ni wageni au wanijui. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mchungaji James Ayako na hudumu katika kanisa la Nabii Powerful Christian Church pale Mtituni, Machakos County. Leo imekuwa ni neema ya Bwana kupatikana mahali hapa ili tuendeleze kazi ya Bwana mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue kitabu cha Kutoka sura ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ukipatikana na ukipata wakati kama huu kusikiza neno lake, ni vizuri ulisikie, ili inaana neno la Bwana ni jambo ambalo ni mzuri la kutuhimiza, la kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati ninawaambia ni vizuri ujitahidi kukaa katika hali ya Ukristo ambayo inayofaa, ili neno la Bwana unapolipata na baraka za Bwana zikikuja zinakuja kwa mtu ambaye anayefaa mbele zake. Kwa hivyo kwa sababu ya wakati
nimewakaribisha mjisikie mko nyumbani kwa sababu ya kupokea ujumbe wa Bwana kwa wakati huu. Exodus chapter 5 verse 1, it says, afterwards Moses and Aaron went to Pharaoh and said, this is what the Lord, the God of Israel, says, let my people go, so that they may hold a festival to me in the desert. Pharaoh said, who is the Lord, that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. Then they said, the God of Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with the sword. But the king of Egypt said, Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work. Then Pharaoh said, look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working. The same day, Pharaoh gave this order to the slave drivers and the foremen in charge of people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw, but require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they are crying out, let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for the men, so that they keep working and pay no attention to lies. Then the slave drivers and the foremen went out and said to the people, this is what Pharaoh says, I will not give you any more straw. Go and get your own straw wherever you can find it. But your work will not be reduced at all. So the people scattered all over Egypt to gather stuff to use for straw. The slave drivers kept pressing them, saying, complete the work required for you for each day, just as when you add straw. The Israelite foremen appointed by Pharaoh's slave drivers were beaten and asked, why didn't you meet your quota of bricks yesterday or today as before? 15. Then the Israelite foremen went and appealed to Pharaoh. Why have you treated your servants this way? Your servants are given straw, yet we are told, make bricks. Your servants are given no straw, yet we are told, make bricks. Your servants are being beaten, but the fault is with your own people. 17. Pharaoh said, lazy, that is why you are lazy. That is why you are saying, let us go and sacrifice to the Lord. Now, get to work. You will not be given any straw, yet you must produce your full quota of bricks. The Israelites foremen realized they were in trouble when they were told, you are not to reduce the number of bricks required for you each day. When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, may the Lord look upon you and judge you. You have made us a stench to Pharaoh and his officials, and have put a sword in their hand to kill us. God promises deliverance. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mtumishi wa Bwana Aaron na Moses. Kilio cha wana wa Israeli wakiwa kule Misri kilikuwa kimemfikia Bwana. Ndiposa akaamua akatuma watumishi wake wawili waende wakawakomboe wana wa Israeli kutoka slavery, kutoka kazi ngumu iliyokuwa inafanywa pale Misri.
Unasikia hapa walikuwa wameandikwa, walikuwa wametumwa kutengeneza matofali. Sasa jambo la kwanza hapa, watumishi wa Bwana wametumwa kwa Farao, wameenda wakamwambia tumetumwa na Mungu. Ndio maana kuna mtu akiweka mkubwa mahali anajifanya aelewe. Anauliza ni nani? Who is God? Nani Mungu? Hata hapa mahali tunapoishi, mahali tunakaa, mtu akiwa mkubwa saa zingine atambui mambo ya Mungu. Ni kweli ama ni uongo? Hata wewe leo ukiinuliwa hautamtambua. Anauliza Mungu ni nani? Ni nani atambui Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mchawi anamjua Mungu yuko? Devil worshiping wanamtambua. Kweli ama uongo? Lakini Farao, maana yeye alikuwa mfalme wa Misri ambaye alikuwa ameteka nyara wana wa Israeli kuwaweka kwa kazi ngumu. Neno la Bwana linasema akadharau. Akauliza ni nani Mungu? Hapo kuna fasi imesema walikuwa wametumwa watumie hekima ya kusema tunaenda kumtolea Bwana sadaka ama dhabihu pale jangwani ili asije akatupiga na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hapa kuna dhabihu inatembea. Wewe kwa mambo yako, kuna wakati umaisirikiza mambo ya dhabihu kwa ili tumtolee Bwana dhabihu pale jangwani asije akatupiga na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna magonjwa. Magonjwa yale yametisa dunia sasa ni gani? Corona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sisi tuko na nguvu hata kusema Bwana asifiwe, hatuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. What is happening? Tunaona ni kawaida. Si ni kweli? Sisi tunaona ni kawaida. Tunasikia magonjwa ni kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri hapo, jambo number 1, usirikize Bwana kati ya kazi yako na maisha yako. Mtolee dhabihu. Hata Abrahamu walikuwa wanamtolea dhabihu. Watumishi wale wote wa kitambo walikuwa wanamtolea Bwana dhabihu. Unaweka agano. Ukisoma sura hiyo chapter 6, utaona inasema nimekumbuka agano langu niliyokuwa nimeweka na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kuwatoa nchi ya utumwa na kuwapea nchi mzuri iliyokuwa inaitwa gani? Kanaani. Kanaani imejaa nini na nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi mchungaji mwenzangu ameshatangulia kusema ya kwamba it is early in the morning. Sisi Mungu ametulinda, ametuokoa, ametulinda kutoka hiyo corona. Hata tumekuwa na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wameenda. Even me, I was with a friend who's now forgotten. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata mimi leo ninasimama hapa kumshukuru Bwana kwa kuwa yeye amenilinda kutoka kwa hayo magonjwa ya tauni. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, hapa ni vizuri uangalie. Wana wa Israeli walikuwa katika hali ya mateso, wakamulilia Bwana, ndiposa akatuma watumishi wake. Lakini hapo ukiangalia uhusiano, wakati huo watumishi wametumwa, umesikia kazi ikakuwa ngumu. Ama hamjasikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hao wana wa Israeli walikuwa wameachiliwa, walikuwa wamewekwa kutengeneza matofali. Lakini kuna wafanyikazi wengine walikuwa wanawatafutia manyasi. Wakati neno lilifikia pale na kusema ya kwamba hao wana wa Israeli wanataka kwenda kumtolea Bwana wao dhabihu jangwani kwa siku ngapi? 3. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hao watu wamekuwa wazembe, waongezewe kazi, watafute nyasi zao waweze kutengeneza matofali ya kila siku. Biblia inasema wakati ile neno lilifika pale ya kwamba wana wa Israeli wanataka kwenda kumtolea Bwana dhabihu, kazi ikaongezeka. Ikawa wapewe manyasi. Na wakaambiwa, sasa hapa ukisoma Biblia vizuri, walikuwa wanachapwa kila siku. Hata wewe Mkristo mahali huko mwenye unanisikia siku ya leo, ni ya kwamba wakati Bwana anataka kuokoa lazima kuwe na challenges ili usije ukasahau. Bwana Yesu asifiwe. Hata wana wa Israeli wakiokolewa kutoka Misri walipita njia mrefu. Walitembea miaka ngapi? Jangwani 40 years. Bwana Yesu asifiwe.
Hata ni kweli leo hivi ukiangalia kusema fulani amebarikiwa, kusimama inakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kweli inakuwa ni ngumu. Jaribu kuangalia wakati mambo yako vizuri kwako, hata kumuita Bwana inakuwa ni challenge. Kwa hivyo hivi leo kutokana na hapa ni vizuri ukumbuke. Tena watumishi wa Bwana wakikuja kwako, watu tumekuwa tunaona kama ni normal ama tunaanza kuwadharau. Biblia imesema hapa kwenda chini wakati walianza kuchapwa, kulikuwa na foremen, supervisors wa wana wa Israeli. Biblia inasema wakaenda kwa Farao kumuuliza kwa nini kazi imekuwa mbaya. Biblia imesema ya kwamba ni kwa sababu ya makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo chini inasema hata harufu yao. Ukisoma kwa Kiswahili inasema hata harufu yao ikawa ni mbaya kwa Farao. Lakini ukisoma kwenda chini ni vizuri ujue huyu ni Bwana alikuwa ametuma na amekumbuka agano lake la kuokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kunaye baraka mbele zako, zimetambuliwa kwako, hakika na kunakuwa na challenges, ni vizuri ujitahidi kwa kusimama vizuri, kwa kuomba, kwa kusimama wima mbele ya Bwana. Naye hakika atakuokoa vile aliokoa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo jambo la pili, usije ukapewa ujumbe na watumishi wa Bwana ukautarau. Vile hapa Biblia imesema wakati walitoka kwa Farao, akisema hata alikuwa amekasirishwa na harufu yao. Biblia inasema their stench. Yaani mambo ya vile unaposikia mtu akinukia. Si ni kweli? Anasema hata harufu yao alikataa. Kwa Kiswahili inasema hivyo. Si ni kweli? Ama hamna Biblia ya Kiswahili hapo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakarudi wakakutana na Moses na Aaron wakiwangojea njiani, wakitaka kujua Farao amewaambia nini. Biblia inasema waliwakemea hao supervisors, waliwakemea wakasema, nyinyi ile ujumbe mlileta hapa, hata nyinyi Bwana aone kati yetu na nyinyi kama ni nani wamekosa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu imagine mtumishi wa Bwana amekuletea ujumbe mzuri wa kukuokoa, wa kukuongoza, wa kukutoa kwa shida, kukuleta mahali pazuri, na wewe unakuja kumuradi. Bwana Yesu asifiwe. Si hivyo wamesema? Mungu aone kati yetu leo na nyinyi kama ni nani amekosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia hapo ukisikia inasema, unaposoma mambo ya manabii, yani a prophet, ni mtumishi wa Bwana ambaye anapewa, is inspired, anapewa ujumbe na Bwana, ndiye anatuletea sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ukisoma katika Biblia ni ya kwamba Moses yeye alikuwa anaongea na Mungu direct, ni nabii wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata hivi leo mahali unaponisikiza, vile umeniona namna hii na hii ujumbe, ni kweli umepewa ujumbe wa Bwana na watumishi wa Bwana na umeudharau. Si ni kweli? Sasa hapa ni vizuri wewe ukao ukijua mahali huko, mahali umesikia ujumbe wa siku ya leo ni kwamba kuna challenges. When there are blessings coming, lazima kuwe na challenges. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Hakika hata wewe mahali huko challenges ni vizuri. Hata mimi nasema mtu amepitia challenges na amebarikiwa, hawezi sahau mtu akuchini. Ni ukweli ama ni uongo? Bwana Yesu asifiwe. Maana anajua mtu akiniambia sina kitu naenda kulala njaa, ataelewa. Atajua ni ukweli. Huyu mtu hana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na hao wana wa Israeli, hao viongozi ambao walikuwa supervisors, wenye walitumwa kwa Farao, hata mimi sijafurahishwa na wao. Hata ukisoma hiyo sura ya 6 kwenda chini, wakati waliletewa hiyo ujumbe, mpaka sasa Moses akaanza kusema, mimi ni stamara, nitaendaje kwa Farao? Ndio Biblia inasema akaambiwa, mko na ndugu yako Aaron. Bwana Yesu asifiwe. Muende pale mupeane. Na wakati walienda kupeana ujumbe kwa wana wa Israeli ya kwamba Bwana ametubana, anataka kutoa mahali hapa, hata wao walidharau. Mpaka wakauliza, sasa tutaendaje kwa Farao? Kama hao wakotolewa kwa shida, wametudharau, tutaendaje kwa Farao kumwambia?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo inaweza kuwa tuko ile hali tuko kwa miaka mingi kwa sababu faith yetu ni kidogo, kwa sababu ya kupuuza yale maneno mengine tunayoletewa na watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hivi leo ni vizuri hapa upate mambo matatu kwa hii neno la Bwana la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo number 1 ni vizuri uweke agano lako vizuri na Bwana. Number 2 lazima uwe na imani. Number 3 lazima usimame wima. Ujue ujumbe wa Bwana ambao umetolewa ni ujumbe huo kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo namba 4 kuongezea ni kwamba Mungu anatumia manabii kuleta ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hivi leo ni vizuri usimame wima mbele ya macho ya Bwana. Jambo ile mzuri ni wewe unayumba hapa na pale. Saa zingine unakuanga kanisani. Saa zingine unataka usaidizi wa watumishi. Na saa zingine unaenda mahali kwingine kutafuta usaidizi. Si ni kweli? Saa zingine unaogopa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hapa wana wa Israeli waliogopa Farao sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma hiyo sura ya 6 inasema mimi ndiye Bwana, I'm Almighty, na nitawakomboa kwa nguvu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hivi leo ni vizuri mahali tuko tumtumainie huyu Bwana. Tuungane na yeye. Tusimame wima. Tumuite Baba naye atuite Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndio unasikia kitabu cha Mathayo inauliza kama nyinyi ni baba wa hapa duniani mnaweza pea watoto wenu zawadi nzuri. Ndio inaongezea kwenda chini inasema mtoto wako ataweza kukuitisha mkate umpe mawe? Ataweza kukuitisha samaki umpe? Uwezi. Si ni kweli? Na wewe ni baba wa duniani na una kitu. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya bidii hapa na pale ndio uweze kupata kile kitu mtoto amekuitisha. Kwa hivyo hivi leo ni vizuri mahali huko ujitahidi uwe mkamilifu mbele ya macho ya Bwana, naye Bwana atakukomboa. Naye Bwana Biblia inasema atatumana mkono wake wa kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 64:7 inasema si ati Bwana hajasikia maombi yenu, amevicha uso wake kwa sababu ya dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana sio mfupi ati uchakufikia, ati uchachua shida zako zile unavyopitia, uchachua your challenges that you are going through. Kama saa hii shule zinafunguliwa kutoka kesho, si ni kweli? So many parents wamestuka, hata hawana kitu, maana kazi ziliharibika wakati kwa kipindi hiki kigumu cha corona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kweli Bwana hatutambui sisi. Bwana ajui watoto wanafaa kuripoti shule as from tomorrow. Si anajua. Tumuite, lakini hasikii kwa sababu ya dhambi zetu. Kisoma hiyo Isaya 64:7 inasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la mwisho ni kutoka kwa Kumbukumbu la Torati 23:14. Deuteronomy. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu tunaita utongela kwa miao. Bwana Yesu asifiwe. Tongela? Bwana Yesu asifiwe. 23:14 inasema the Lord your God moves about in your camp to protect you and deliver your enemies to you. Your camp must be holy so that he will not see among you anything indecent and turn away from you. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema leo Bwana anazunguka kati yenu. Leo anazunguka kwa kambi yenu, anazunguka kama mahali mko leo ili awakomboe kutoka kwa maadui zenu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kila mtu ni vizuri angalie adui yake ni nani leo. Bwana Yesu asifiwe. Adui yako ni ile milima unayopitia. Ni challenges that you are going through today. Bwana Yesu asifiwe. Leo neno la Bwana limekuja kwenu la kusema yeye anazunguka.
naye atawakomboa kutoka kwa maadui zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo amesema ni vizuri akipita leo apate mkiwa wasafi, mkiwa watakatifu mbele ya macho yake ili awakomboe. Lakini Biblia inamalizia kwenda chini inasema asipate kukiwa na kadoadoa, kukiwa na kasoro hata kidogo, maana yeye atarudi na atakuacha, atakuachilia kwa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri hivi leo wewe ujichunguze mahali huko, ujiangalie mbele ya macho ya Bwana. Yeye akikuja ndiye akukomboe kutoka kwa maadui, ndiye akuletee baraka zako, atakupata ukiwa vipi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri ujumbe huo tumalizie mahali hapo na ukuimize, na hakika utakuinua. Tukilinda kwa hii njia ya hiyo hali, naye atakukomboa. Na mbarikiwe sana. Amen. Praise God. Amen. Praise God once again. Amen. My name is Pravin Nachucha and I am a son. Haya, 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 Jesus, haya. Loa, 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 Satan, loa. Wider, 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 Satan, wider. Narrow, narrow, narrow.
Nombongi from Rabbi Powerful Christian Church, and I have a memory verse. I have a song. I am a fearfully and a wonderfully made. I am a fearfully and a wonderfully made. I'm gonna stand up like a soldier, raise up my hand, I surrender. I'm gonna sing a song, and then I do like this. I am a fearfully and a wonderfully made. I am a fearfully and a wonderfully made. I'm gonna stand up like a soldier, I raise up my hand, I surrender. I'm gonna sing a song, I sing a song, and then I do like this. I am a fearfully and a wonderfully made. I am a fearfully and a wonderfully made. I'm gonna stand up like a soldier, raise up my hand, I surrender. I'm gonna sing a song, and then I do like this. I am a fearfully and a wonderfully made. I am a fearfully and a wonderfully made. I'm gonna stand up like a soldier, raise up my hand, I surrender. I'm gonna sing a song, and then I do like this. Thank you. Praise God. Amen. Praise God one again. Amen. My name is Brahman Nachucha, and I have a song. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, 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 narekende, narekende mo. Nara, nara, narekende, narekende mo. Thank you and welcome. My name is Telvin Ombong. I have a memory verse. Psalms chapter 11 to 29. It says, Jehovah himself will give strength to his people. Jehovah himself will give need to his people. Amen. Praise Lord Church. Amen. Praise Lord One Church once again. Amen. I'm born again. I love Jesus. Jesus is the answer. I have a memory verse that comes from the book of Romans chapter 10 verse 13. It says, for us call upon the name of the Lord shall be saved. Thank you and welcome. Praise God once more. My name is Alexina Ashley. I'm born again. I love Jesus. I have a memory verse come from the book of Proverbs chapter 6 verse 22. It says, train up a child in the ways of the Lord, and when he is old he shall not depart from it. Thank you.